Mimi naitwa Pasco Manota, ni diwani wa kata ya Kimara. Vile vile ni mjumbe wa baraza la madiwani la manispaa ya Ubungo. Nilipokea clip kwenye simu yangu ya yule jamaa aliyefukuzwa chama ambaye ni ndugu Boniface Jacobo na ambaye alikuwa meya wa manispaa ya Ubungo, ikijaribu kupotosha. Mimi kama mjumbe halali wa baraza la madiwani nikaona sio vema, nikakaa kimya, tukabariki maneno ambayo yako kinyume na utaratibu. Kwa sababu mtu kama amefukuzwa kwenye chama chake halafu anatafuta tena wachawi wengine. Kabla sijasema haya maneno, hizo hoja zake 13 alizozisema nimezirudia mara kwa mara, ziko hoja 13. Na kabla sijasema niseme kabisa, mchakato wa kumfukuza wanachama umeanza 2014, kipindi alichoshindwa uchaguzi kula za maoni. Na vile vile madiwani wa kwake wa Chadema walifanya kikao Mbezi Lakshare kumfukuza umeya, na hiki kikao cha kumfukuza wanachama kimefanyika Kibo chini ya usimamizi wa viongozi wa mkoa akiwemo Dani Msuya ambaye ni mwenyekiti wa mkoa. Sasa sitafute mchawi asirukie kwa mama ambaye ni mkurugenzi MD wa manispaa ya Ubungo kwamba ni mlasimu. Wachawi ni wao wenyewe. Angalia wabunge wanavyotibuka, wanavyokimbia kina 30 na wengine. Hiyo namaliza, naomba tu nimjibu hoja zake zisizo na mashiko. Mimi kama diwani wa kata ya Kimara na mjumbe wa halmashauri au na mjumbe wa baraza la halmashauri ya manispaa ya Ubungo, sijafurahishwa na kitendo alichokisema aliyekuwa meya. Mambo yote aliyosema sio kweli. Mimi niende moja kwa moja kwa sababu sitaki kufanya porojo. Niende moja kwa moja na hoja ya upotevu wa shilingi bilioni 1.6. Kwanza upotevu wa shilingi bilioni 1.6 angefafanua imepatikanaje, kwa sababu yeye kwanza ni mwenyekiti wa kamati ya fedha na uongozi ambao kila mwezi wanafanya vikao. Amesema kwamba upotevu umeanza tangu mwaka jana, miezi 10 iliyopita. Alikuwa wapi kutamka hili neno? Amelitamka baada ya kufukuzwa wanachama. Tamka baada ya kufukuzwa wanachama. Yeye hakuwa na takwimu sahihi. Naomba sasa niwape takwimu sahihi. Mimi kama mjumbe wa baraza la madiwani siwezi kuvumilia upotoshaji uliofanyika na yeye. Anasema yuko mafichoni. Yuko mafichoni wapi? Yuko Mikocheni, nyumbani kwa Mbowe. Amekaa kwenye servant quarter kule kwa nyuma. Hapo ndio mafichoni. Unaongea vyombo vya dola vifuatilie wewe huko jikoni kwa mtu. Na ana barua ya kuomba msamaha kurudishwa kwenye wanachama wake. Akizidi kuongea nitaitoa hiyo barua. Sasa nianze na 1.6 bilioni. Mchakato wa kutoa mikopo kwenye halmashauri unaanzia ngazi ya msingi. Unaanzia kwenye serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa inapembua. Ikitoka hapo inakuja kwenye kata. Kata diwani ndio anakuwa mwenyekiti wa kikao cha kupitisha mikopo. Ikitoka hapo inaenda halmashauri, haifiki kwenye baraza, inapita kwenye kamati ya fedha na utawala. Yeye angesema kwamba, na nimekuja na takwimu hapa. Kabla sijasema nataka nimwainishie. Ukiangalia kwenye ripoti ya kwenye kikao cha tarehe 30 mwezi wa 4, mimi kwenye kata ya Kimara peke yake nimeambatanisha vikundi vilivyopata na jinsi vinavyorejesha hii mikopo. Kwenye hii taarifa yangu ya ukurasa wa 19 ukiangalia hapa kuna vikundi jinsi vinavyorejesha, jinsi wanavyorejesha hii mikopo ya wanawake na vijana. Lakini ukiangalia kwake hakuna attachment inayoonyesha vikundi vyake vinarejeshaje. Kwa hiyo kama ni vikundi hewa vinaanzia kwenye kata yake, mbona sisi kwenye kata zingine zote wameattach jinsi wanavyorejesha hivi mikopo ya wanawake na vijana? Lakini yeye hajaonyesha hii attachment, na hiki kitabu ambacho kinaonyesha jinsi wanavyorejesha hii mikopo. Kwanza ninavyojua hii mikopo, nikiangalia mimi kama mjumbe kuanzia 2016-17 tulitoa mikopo iliyotolewa ni milioni 671. Mwaka uliofuatia tumetoa bilioni 1.3. Na mwaka uliofuatia tumetoa 2018-19 tumetoa bilioni moja kamili.
na 2019 2020 tumetoa milioni 890. Ukiangalia kama angechanganua vizuri, nataka nimuonyeshe shule tu kidogo kwamba yeye anajichanganya. Yaani tuone kwamba anatapatapa. Ukiangalia kwa upande fedha zilizotolewa kwa wanawake, mimi kama mjumbe halali, kwa sababu taarifa zilizokuwa zimetoka pamoja na idadi ya vikundi vilikuwa vimeshatoka. Ukiangalia kwa upande wa wanawake 2017 2018 kwa wanawake tulitoa milioni 309. Na kwa vijana tulitoa milioni 228. Mwaka huo nakiri kabisa hatukutoa kwa walemavu. Na yeye ajibu kwa nini hakutoa kwa walemavu kama mwenyekiti wa kamati ya fedha na utawala, kama sio udhaifu. Mwaka uliofuatia 2018 2019 kwa upande wa wanawake tulitoa bilioni 1 na kwa upande wa vijana tulitoa milioni 977. Na mwaka huo kwa walemavu tulitoa milioni 83.2. 2019 2020 kwa upande wa wanawake tulitoa milioni 278 na kwa upande wa vijana tulitoa milioni 313 na kwa upande wa walemavu tulitoa milioni 101. Kwa hiyo ukiangalia wanawake walivyopata kwa miaka yote ilikuwa ni bilioni 1.6, kwa vijana ni bilioni 1.5, kwa upande wa walemavu ni milioni 185. Nataka nimpe shule kwa sababu amepotosha baraza zima la madiwani, ametoa maazimio ambayo sisi hatukutoa. Kwa hiyo jumla ya mikopo yote iliyotolewa kwenye halmashauri kwenye miaka yote ni bilioni 3.3. Naomba sasa nimpe na idadi ya vikundi jinsi vilivyopata. Na yeye kama angekuwa mjanja angetoka na takwimu ya idadi ya vikundi, then ndio utoe kwamba 1.6 imepoteaje. Vikundi peke yake ambavyo tumetoa kwa upande wa wanawake ni vikundi 434. Vikundi vya vijana ni 375. Na upande wa walemavu ni vikundi 333. Jumla ya vikundi vyote ukijumlisha wanawake, vijana pamoja na walemavu ni vikundi 842. Na jumla ya fedha zote zilizotolewa, fedha zilizorejeshwa ni milioni 887. Deni la mikopo ambayo tunadai kwa miaka yote mpaka wale ambao wamepata juzi ni bilioni 2.4. Ni bilioni 2.4. Sasa nataka niseme kwa sababu mimi nimechambua sana, nimesikiliza na kuchambua na kuandika kwamba huo ni upotoshaji wa aina gani. Alitakiwa kusema mapema, yeye ndio mwenyewe amedanganya baraza la madiwani. Uwezo ukatuchafua. Sisi tunaelewekaje? Then unamwomba rais akuhurumie. Dili kwanza na chama chako. Amesema eti kuna upotevu, anasema kuna upotevu, kuna ufisadi wa bilioni 1.6. Unasema kuna ufisadi, halafu unasema hazijarejeshwa. Kwa hiyo hapo ni kujichanganya. Tushike lipi sasa? Waandishi wa habari tunashika lipi? Kwamba zimeibiwa, halafu baadaye anasema hazijarejeshwa. Mimi najua kwenye baraza la madiwani tulichoazimia tutengeneze mikakati ni jinsi gani tutaweza kurejesha hizo pesa. Kwa sababu moja ya sheria ni kwamba lazima 10% tuwezeshe wanawake, vijana pamoja na walemavu. Tumetimiza hiyo sheria. Na mimi nampongeza huyu mama. Nampongeza kwa sababu mwaka jana yeye kama aliyekuwa meya tulifanya kikao cha kawaida, mama tukampa cheti cha pongezi. Hahitaji hata kuwa na shule la darasa la 7 au la 4 au kuwa na degree au diploma. Mwaka jana tumempa cheti mweka hazina pamoja na huyu mama. Leo anasema kuna ufisadi, kuna hela haijarejeshwa. Sasa waandishi wa habari mnataka tushike lipi? Huo si upotoshaji? Mimi nilisema labda angesema neno moja, kuna ufisadi, lakini yeye mwenyewe anajichanganya. Hivi nahitaji kuwa na waandishi wa habari, simlikuwepo wakati tunatoa cheti. Leo tena anageuka. Asulishe mambo yake na chama chake. Au aendelee kuomba ule msamaha, watamsamehe, na wamempa masharti aongee na waandishi wa habari. Kupotosha umma. Sasa naendelea kuchambua hii muweze kuelewa vizuri. Anasema vikundi hewa. Mimi najua kabisa kwamba hakuna vikundi hewa. Naomba nimpe shule kidogo aelewe. Huyu bwana sijichanganye. Mchakato unaanzia chini. Unaanzia kwenye kata, kamati ya mtaa inakaa inachambua vile vikundi. Vikitoka hapo vinakuja kwenye kamati ya maendeleo. Yeye mwenyewe aseme, kwa sababu vikao vyake hahudhuria na kaimisha kwa mama Mashoto. Inawezekana labda yeye ndio amemuingiza mjini wakatengeneza vikundi hewa. Na niagize basi na mimi tuanzie Ubungo kuchunguza vikundi hewa. Na nina uhakika
Mimi tu kata ya Kimara wamewahi kuniletea Chadema vikundi hewa. Aliyekuwa mwenyekiti wa Bawacha alichukua milioni 5 akurudisha, mimi nilichukua hatua kumkamata. Anaitwa Susan. Yeye mwenyewe wa Ukawa alichukua hela vikundi hewa. Kwa hiyo ni mchakato, ukitoka kwenye kata unaenda halmashauri. Na yeye kama mwenyekiti wa kamati ya fedha na utawala, sikuona sababu ya kusema kujichanganya kama anavyojichanganya. Nimejaribu kuainisha muweze kuona, na baada ya hilo azimio kwamba sisi madiwani tusaidie. Mimi niliibuka kila diwani tumeazimia akaongee na afisa maendeleo pamoja na watu wake wakata pamoja na maafisa na wenye viti pamoja na wajumbe. Mimi tayari nimeshaanza kufanya kazi. Kwa mfano hiki ni kikundi, waandishi mnakiona, kilichofaidi bajaji na wana uniform. Na tayari hapo ukiangalia kwenye kata ya Kimara tayari tumeshaambatanisha jina na namba ya simu. Vikundi vilivyofaidika hapa tumeainisha kimtaa. Hapa vikundi vilivyokopeshwa. Kwa mfano nikiangalia Golani, kikundi cha Amani. Sawa, wanawake, mpaka majina na namba za simu na hela ambazo wamepata. Nilitegemea yeye kama meya na mwenyekiti wa kamati ya fedha angeweza kuyasema haya. Kwa hiyo mimi nakiri kabisa kwamba si yeye kama mwenyekiti wa kamati ya fedha hakuwa na mikakati. Na mimi nilimwambia kwenye baraza tufanye mikakati. Na Dasi alikuwepo katika utawala wa wilaya na alitoa hoja kwamba tufanye mikakati ni jinsi gani tuweze kuwahamasisha kutengeneza mazingira rafiki ya kuweza kurejeshwa hii mikopo ili na wengine waweze kupata, kuliko kwanza kuhukumu kwamba mkurugenzi ni fisadi. Yeye ni sehemu ya ufisadi. Kama alijua tangu mwaka jana miezi 10 iliyopita, kwa nini hakusema amekuja kutamka kipindi amefukuzwa wanachama? Ndio maana nimesema waandishi, kuweni taratibu. Akizingua sana tunawapa barua ambayo ameandika kuomba msamaha kwenye chama chake wamrudishe. Na condition walizompa ni kwamba hakikisha unajificha, unakuficha. Sio kwamba amejificha, yuko Mikocheni kwa Mbowe. Hapo ndio mafichoni. Yaani vyombo vya dola viache kufanya kazi ya uhamasishaji kuondokana na corona, vikutafute wewe. Kwa hiyo nitaka nimjibu hiyo hapa 1.6 bilioni. Mojawapo ya azimio ambalo tumetengeneza ni kutengeneza mikakati ni jinsi gani tuweze kurejesha hizo pesa. Hatukuwa na azimio kama alivyosema, hatukuwa na azimio na hatukuwa na hiyo ajenda kwenye kikao. Nakumbuka ajenda iliyokuwepo, ajenda ya mwisho ilikuwepo ni kujadili watumishi wa halmashauri. Kuna mtumishi mmoja ambaye alikamatwa na rushwa ya shilingi 60,000. Wengine walipewa onyo na yeye akafukuzwa kazi. Hii ajenda ya mikopo haikuwepo. Ila baraza limeazimia kwamba tutengeneze mikakati ili hela iweze kurejeshwa kwa wakati. Kwa mfano wale waliokopeshwa mwezi uliopita, unawahukumu na wenyewe kwamba tayari kuna ufisadi. Mtu hajatimiza hata mwaka mmoja. Kwa hiyo nitaka nijibu hii hoja. Yeye mwenyewe anajichanganya. Hahitaji kuwa na shule. Nimejaribu kuainisha idadi ya vikundi, angetoka na hii nakala angetoka nayo. Yeye alitoka nayo kwenye kamati ya fedha akatuletea baraza, ndio maana ninaelewa. Tuanzie kwenye kata yake kwa sababu mchakato wa ukopeshaji unaanzia chini. Kwa hiyo yani hahitaji sana kwamba kumwomba rais ameunda kamati ya uchunguzi aache kutapatapa, akusimamia vizuri halmashauri. Sio kwamba kuna ufisadi, watu hawajarejesha ile mikopo. Na baraza la madiwani tumepitisha azimio tutengeneze mikakati ni jinsi gani tunaweza kurejesha hizo pesa. Ndio mikakati tuliyotengeneza. Sisi hatukuwa na kuunda kamati. Na alikuja kwenye kikao amechelewa. Na mimi ndio nimeongea, Dasi aliongea, mimi nimeongea na Mama Mayunga waliongea. Lakini kwa sababu wao walifanya vikao vya party caucus, hatuwezi kupitisha kwenye mabaraza maazimio ya party caucus. Kwa hiyo mimi nimejaribu kuwachambulia, na uwezo ukawaita wananchi au watu walala hoi ambao walikopa hizi pesa kwamba ni mafisadi. Yeye mwenyewe ndio kawaita wananchi mafisadi. Wewe kwa mfano nichukulie wakina mama ambao walikuwa wanauza vyakula mashuleni, shule zimefungwa. Hii mikopo anaweza karejeshaje kwa kipindi hiki cha corona? Lazima tutengeneze mazingira rafiki. Na amekuwa akifanya vikao viwili. Yeye ndio mwenyekiti anayesimamia mapato na matumizi ya halmashauri. Hebu hapa niende kwenye series muweze kwanza vikundi hewa.
halmashauri ya manispaa Ubungo hatuna vikundi hewa. Kama ni hewa vimeanzia kwake. Mchakato umekuwa ukifanyika kwa uwazi. Na niombe yeye mwenyewe ndio alilazimisha tuingie mkataba na CRDB tutoke TCB. Huyu mama ndio amekuja kuvunja ule mkataba Novemba 2018. Na siku ya kuvunja ule mkataba wao walikuwa ni mbogo, kwa sababu initially, naomba tu niwakumbushe, wakati tunaingia kwenye madaraka yeye ndio alikuwa agent na CRDB kutushawishi sisi madiwani tukakope CRDB. Akaenda mbali zaidi, akataka tena halmashauri mikataba yote ihamie wapi? CRDB. Kwa sababu ni wengi pale, kwa hiyo wakawa wanalazimisha vitu ambavyo havipo. Lakini niliwatahadharisha, huu mkataba tunaoingia CRDB hawana uzoefu wa kukopesha vikundi vya wanawake na vijana na walemavu, isipokuwa benki yetu ya wananchi DCB. Nilitaka nimuonyeshe kwamba hahitaji kuwa na degree kuyajibu haya. Hakuna ufisadi, ila yeye mwenyewe alishindwa kutengeneza mikakati na kamati yake ya fedha na uongozi kuweza kutengeneza mazingira rafiki ya kurejesha. Mbona sisi tumeanza juzi tu baada ya azimio kupita, watu tayari kata ya Kimara wamesharejesha milioni 1.8. Milioni 1.8. Mikakati hii mikakati ndio niyoitengeneza, na yeye angetoka na hii mikakati kwenye kata yake. Nimewaonyesha kwenye kata yake ukurasa 100 na ngapi? 103. Hakuna attachment ya watu wanaorejesha, haipo, kwa sababu yeye ashiriki vikao na mkaimisha mama Mashoto. Lakini ukiangalia kata ya Kimara ukurasa wa 29 kuna hii hapa. Haya si marejesho jamani, nasoma hapa mwandishi, vikundi vilivyorejesha mikopo, si hapa, sinaonekana hapa. Waandishi jana aliwaonyesha hii, imemchanganya barua ya kuomba msamaha. Mheshimiwa Rais, hakuna ufisadi, usipoteze muda kuunda kamati, halmashauri yetu inaenda vizuri. Kwa na hisia, mjuni hajafukuzwa, ule ni uhamisho wa kawaida. Tuna ofisa elimu, nikupe mfano, mama ambaye sasa hivi ni ofisa elimu wa sekondari alitoka Temeke, na huyu wa kwetu aliyekuwa hapa akahamia sehemu nyingine, na yeye alifukuzwa. Kwa watumishi uhamisho ni kitu cha kawaida, mjuni hajahamishwa, ila wamebadilishana. Kwa hiyo ni hisia. Unajua kutukana ya kuchaguli tusi, yeye anapotosha maazimio ya baraza, na ukiangalia composition ya kamati ya fedha yeye ndio anaongea zaidi. Na nimewahi kuhoja kipi kikubwa, halmashauri au kamati ya fedha? Akajibu halmashauri. Mbona mimi unaongea sana? Sisi wengine hatujui kuongea, ila kwa upotoshaji huu hatuwezi kuvumilia. Utapotoshaje maazimio? Kuhusu amesema azimio, tumetoa azimio kuhusu kumtaarifu katibu tawala wa mkoa kuleta watumishi wenye weledi. Yalikuwa ni maoni yake, wala alikuwa ni azimio. Maazimio tuliyopitisha ni yale yaliyotokana na agenda. Azimio mojawapo kufukuza mtumishi aliyekamatwa na rushwa. Hii agenda ya afisa maendeleo alikuja kuibua yeye. Ila azimio ninalokumbuka kwamba tumeagiza itengenezwe mikakati ya kuhusu mazingira rafiki ya kurejesha hii mikopo. Ndio kitu ambacho tulikuzungumza, sio kama alichokisema, kwa sababu amejificha. Kama amejificha, maana yake ni kwamba huwezi ukazungumza vitu ambavyo ni sahihi. Mimi simekuja ofisini kwangu kwa nia ya kwenda Ubungo ofisini kwake. Anasema aliogopa kukamatwa, vyombo vya ulinzi na usalama viache kufanya kazi vimfuatilie yeye. Mbona Wairinga alienda akakabidhi ofisi na kukamatwa? Ukiona tu kisaikolojia jinsi alivyoongea, ukimwangalia usoni ile face, ni mtu ambaye anatapatapa. Ukiangalia tu face yake, kama nilivyosema, akiendelea kuongea tutatoa ile barua ambayo anaomba msamaha. Hakuna asiyejua kwamba kuna mtifuano kule Chadema. Hakuna asiyejua. Nimesema mchakato wa kumfukuza umeanza 2014. Anayemkingia kifua ni yule aliyemficha nyumbani. Na 2014 obviously alishindwa kula za maoni Ubungo. Mwenzake alipata kula 83, yeye akapata kula 23. Akarudishwa kwa mabavu na Mheshimiwa Mbowe. Ulielewe mwandishi, walikaa Mbezi Lakishale kutaka kumkataa kuwa meya. Pigeni simu kwa diwani mmoja mmoja, mtafuteni. Na barua ya kutaka kuomba msamaha kurejeshwa ipo.
Sasa kuna shida gani? Mimi si nilikuwa kwao na watu wanashangilia Chadema kwamba bora walivyomfukuza. Amekuwa kinara wa kutengeneza vitu vya kifisadi. Amesema kwamba eti mkurugenzi amemfukuza, amemuondoa kwenye umea. Hajaondolewa na nani? Hajaondolewa na mkurugenzi. Jamani, ili uwe diwani lazima uwe umezaminiwa na chama chako. Alipofukuzwa wanachama, maana yake alipoteza nafasi ya kuwa diwani. Na alipopoteza nafasi ya kuwa diwani, maana yake automatically alipoteza nafasi ya kuwa meya. Kwa hiyo sija akasema kwamba eti hizo ni njama za ufisadi uliofanyika. Kama ni njama za ufisadi uliofanyika miezi 10 iliyopita, kwa nini ukusema huo ufisadi? Nadhani naeleweka vizuri. Naomba mfikisheni taarifa. Hitaji kuwa na PhD au kuwa na darasa la 7. Mtu yoyote hata la 4, mtu yoyote hata mtoto, ukimpa haya maelezo anayoyatoa, utamuuliza kwani meya alikuwa nani miezi 10 iliyopita? Atasema nilikuwa wewe. Ilikuwaje mpaka haya yote yakafanyika? Kuhusu kuvunjwa bodi ya Sinza, naomba ili mlielewe. Kuhusu kuvunjwa bodi ya Sinza, bodi ya Sinza kwanza nyinyi hamuelewi ukweli wake. Mchakato wake ulianza kipindi Kayombo akiwa MD, kabla hata ya huyu mama. Ile bodi iliundwa kinyume na utaratibu. Diwani wa pale Chikandamali alilazimisha mke wake awe mwenyekiti wa bodi, ndio kilichoko pale. Nendeni pale mkaangalia mwenyekiti wa bodi ni mke wake na Chikandamali. Walilazimisha huyu, tunataka awe mwenyekiti. Asimuingize waziri kuwa shahidi, wana kazi nyingi za kufanya. Tena wako kwenye bunge la budget. Huo ndio mchakato umeanza kipindi cha Kayombo, na Kayombo akaandika barua, naomba anzeni mchakato upya wa kuunda hii bodi, imeondwa kinyume na utaratibu. Na uundaji wa bodi unaeleweka, au anataka na lenyewe nimpe shule. Matangazo yanatolewa kwenye serikali za mtaa, watu wana apply. Wakisha apply, mchakato pale unafanyika kwenye kamati ya maendeleo, inaenda halmashauri, uchambuzi unafanyika, ndio utaratibu unavyofanyika. Lakini kuhusu ubadhirifu, mimi nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya afya, uchumi na elimu kipindi kile, na nilifanya ziara pale na wajumbe wangu. Hapa kuwepo na ujenzi wa incinerator, ila niliwaagiza kipindi kile, hakikisheni hapa mnatengeneza kichomea taka. Na ninavyoongea jana amejichanganya, amesema imeliwa pale milioni 79. Jamani, ni aibu. Yeye ni mwenyekiti wa kamati ya fedha. Huu mchakato tuliagiza kwamba uanze upya. Na ninajua mchakato unavyofanyika, incinerator itakayojengwa pale, hakuna hela iliyoliwa, itagharimu milioni 87. Itagharimu milioni 80 na ngapi? Na 7. Hii 79 imetoka wapi? Hakutukana naye akuchagulia tusi. Ametukana baraza la madiwani. Huyu bwana alikuwa na hoja hapa, nimeziainisha. Matumizi ya fedha hiyo nimeshajibu, milioni 79. Kusamehe madeni. Jamani, hii hoja ya kusamehe madeni ya mabango, kesi inapokuwa mahakamani, mara nyingi mtu hutakiwi kuingilia. Sisi tulipewa taarifa kwenye baraza, kulikuwa na kesi na mkurugenzi atakiwe kusamehe madeni. Kuna utaratibu wa kusamehe madeni. Kwa mfano nasema, kwa mfano mabango, kuna kesi ambazo zilikuwa mahakamani, kesi zilikuwa 5. Waliolipa ni 15, walilipa jumla ya shilingi milioni 199. Tuliletewa sisi kwenye baraza. Nadhani naeleweka vizuri. Na milioni 217 bado hawajarejesha. Sasa unapokuwa mwenyekiti wa kamati ya fedha na uongozi, unashindwa kukumbuka kila ambacho uliwasilisha kwenye baraza, pale kweli bado wewe una sifa? Na kipindi wanasamehe hiyo tuhuma ya kusamehe mabango, hata huyu mama naye mtukana MD, sisi tumshukuru rais kutuletea huyu mama, kumbe wanawake wanaweza. Mimi nampongeza Kabana ule ufisadi waliokuwa wanafanya. Na Kabana kweli kweli, na mimi nasema mheshimiwa rais tuachie huyu mama endelee kutengeneza halmashauri. Najua mheshimiwa rais uwezo ukafanyia kazi kwa hisia. Ili kuwepo hiyo hoja.
Na mimi baada ya kuabana kipindi kile, kama mtakumbuka, nikaondolewa kwenye kamati ya fedha na utawala. Muasisi wa hii hoja alikuwa ni Manota. Ndio maana nimeona hii nichambue, niwaeleze vizuri. Sasa kuna vitu vingine bado viko mahakamani, mimi siwezi kuvizungumzia sana, lakini kama kusamehe, wala hata huyu mama hakuwepo na hii hoja wala hakuijua. Ila mimi najua kuna kesi zilikuwa mahakamani, walilipa watu 13,199,000 na bado zingine shilingi milioni 219 bado tunadai. Kesi ziko mahakamani, mimi sina mandate ya kuizungumza. Kuhusu mambo ya kuhusu madeni ya City Service Levy, eti alisema baraza liliazimia wawekwe mawakala wa kukusanya madeni sugu, na kweli nakiri hii tuliweka, na ule mkataba wake ulishaisha, miezi 6 iliyopita, tarehe 30 Juni 2019, na jumla ya shilingi milioni, kwa sababu nina vitabu ambavyo nimekuja navyo ambavyo mawasilisho yake, maana wakishawasilisha kwenye kamati ya fedha lazima tuletewe baraza. Kwa hiyo nakumbuka vizuri, isipokuwa yeye kwa sababu yuko mafichoni hawezi akawa na takwimu. Arudi kwenye ofisi yake akaangalia yale makablasha, akiangalia makablasha, ikibidi nitamwambia na ukurasa atakaoenda kusema, kwa sababu tunapokuwa kwenye mabaraza yetu kupokea taarifa za utekelezaji wa kazi, tunapokea taarifa kila baada ya miezi mitatu, na kila kamati, mwenyekiti wa kamati anawasilisha, na yeye mwenyewe kama mstahiki meya, kwa sababu anakuwa kwenye kiti, anateua mjumbe yote anawasilisha taarifa yake, au naibu mstahiki meya. Lakini yeye kwa sababu anajichanganya, hawezi akakumbuka ni nini ambacho sisi wajumbe wa baraza alizungumza. Kwa nimeona haya ni mjibu, ili asiendelee kupotosha umma kwamba kuna kitu ambacho kimefanyika pale halmashauri. Yeye anapokuwa na uhasama na mtu, siasa zake ni za kibabe. Uweze ukafanya ubabe, lazima uwe mpole. Anaposema aliogopa kwenda halmashauri atakamatwa, nani amkamate? Eti niliogopa kwenda halmashauri nisikamatwe. Niwaambie, vyombo vya dola havikuwa na nia. Na anaposema kwamba, ngoja niwaambie, amesema kwamba kila hoteli aliyokuwa naenda eti polisi wanamfuatilia. Hivi vyombo vya dola vya Tanzania vinaweza kupoteza muda kumfuatilia meya? Mimi najua alitoka na bodaboda kwake tangu juzi. Alitoka saa 4 usiku. Wakashauriana na Mnyika akajifiche kwa mwenyekiti. Kwanza wameazimia wakae kantini. Ni wapi? Karantini. Huo ni mojawapo njia mojawapo ya kukaa karantini. Wanatekeleza azimio lao walioazimia kule bungeni. Yupo karantini. Sasa usiseme huko mafichoni, sema huko karantini bwana. Kwa hiyo nimeona niyazungumze haya. Huu ni upotoshaji mkubwa ambao hauna shaka yoyote. Maazimio ya baraza la madiwani tulioazimia, mojawapo tulipitisha zile taarifa za miezi mitatu. Hiyo ilikuwa ni azimio namba 1. Azimio namba 2, tulipitisha azimio la kumfukuza mtumishi mmoja, na kile kikao ni cha siri, ambaye alituhumiwa na rushwa, mahakama ikamtia hatiani kufungwa miezi 6 au kulipa faini. Yeye akalipa faini, lakini sasa kwa sababu ile ametiwa hatiani kiutumishi, ukishatiwa hatiani na tuhuma moja kwa moja, kuna onyo, ni kufukuzwa moja kwa moja. Wengine walipewa onyo. Lakini azimio la 3 tuliazimia kwamba kila diwani arudipo kwenye kata yake, kwa kushirikiana na maafisa maendeleo, tutengeneze utaratibu kuhakikisha kwamba hizi hela zinarejeshwa. Kwa hiyo mtu wa kwanza kuchunguza, kamati ya kwanza ya kuchunguza kama kuna vikundi hewa, maana yake mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ambayo ni diwani aite kikao cha kamati ya maendeleo, wenye viti kutoka kwenye mitaa wanahudhuria, waje na faili linaloidhinisha vile vikundi, tuchambue, halafu tupeleke kwenye baraza, tuseme vikundi vyetu ni hivi. Ina maana anataka kutuambia kwamba sisi madiwani ndio tulipitisha vikundi hewa?
Yaani tuniwe mkweli. Maana yake ametupotosha. Ikibidi bwana angekuwa ni diwani, kwa sababu ameshafukuzwa, angekuwa ni diwani tungerudi kwenye baraza. Ningeshauri litishwe baraza la dharura. Atuombe msamaha, lakini sasa ameshafukuzwa. Sio mwanachama wa chama chochote, anasubiri msamaha. Na mheshimiwa, naomba utanisaidia kitu kimoja. Ndio. Hata kwa maoni yako lakini kuhusiana na ile janga. Nimeona yeye anatuhumu kwa sababu Chadema wenyewe washaongea kwamba ile barua ambayo imetoka ilienda kwa mkurugenzi ni barua fake. Kwa maana yeye mkurugenzi kaifanyia maamuzi barua fake. Na yeye bado anadai kwamba barua ambayo imeenda pale sio. Kwani mwandishi ulimsikiliza waziri? Waziri kwanza alifafanua Waitara. Mkurugenzi halazimiki kujua katiba ya Ukawa au ya sijui Chadema. Umeelewa? Mkurugenzi kazi yake ni kupokea taarifa kutoka kwenye chama husika cha utambulisho. Ni sawa na unagombea ubunge. Si unapeleka tu taarifa kwamba bwana chama kimemteua fulani. Sasa mimi nimekuthibitishia mchakato wa kumuondoa huyo kwenye wanachama umeanza 2014, kipindi kile alichoshindwa kula za maoni. Lakini vile vile madiwani wa chama chake walifanya kikao Mbezi Lake Shale kumfukuza kwenye umea. Na hiki kikao nimesema kimefanyikia Kibo. Na diwani anawajibika kwenye kata, diwani, yani kiutaratibu diwani anawajibika kwenye kata, yeye anawajibika kwenye kamati yake tendaji ya kata. Kamati tendaji imependekeza na kumvua wanachama. Sasa kinachosubiriwa ni kanda wakae kikao kumtimua. Nimesema aliye injinia ni mwenyekiti wa mkoa Dani Msuya. Hivi ugomvi wa Chadema kunahitaji kuwa na degree kufahamu? Kwani waangalie Dodoma kina 30 wa kina Komu na wengine inahitaji degree? Mimi na siri zote za Chadema sasa kama ulikuwa hujui. Ameomba msamaha kwa barua. Nimesema akiongea tena nitatoa barua ambayo anaomba msamaha. Na asiendelee kupotosha umma. Tunakiri kwamba kuna hela ambazo hawajarejesha. Kisheria wabunge walitunga sheria. Makusanyo ya halmashauri ya 10% iende kwa wanawake, vijana na walemavu. Huyu mama kwanza tu hizi hela 3 bilioni 3.3 kusimamia zikatoka kuwezesha watu ambao hawana uwezo wakapata zile pesa mpaka walemavu. Huyu mama ni jasiri. Huyu mama ndio maana sisi tulipendekeza tukampa cheti cha pongezi. Huyu meya anayesema kwamba huyu mama ni fisadi ndio alisimamia kile kikao. Nendeni kwa mkurugenzi aonyeshe kile cheti tulichompa cha pongezi na mweka hazina kwa kusimamia mapato vizuri, kwa kusimamia ufisadi. Wapo ambao waliwatimua kama Shubi. Shubi alikuwepo pale akatimuliwa, alikuwa upande wa Epika. Alitimuliwa kama fisadi pale na mama. Kwani mama yule mkurugenzi akae na mtu fisadi? Ndio maana sisi kama baraza sasa atoke hadharani. Anijibu hili swali, kwa nini tulifanya kikao cha kawaida tukampa cheti cha pongezi huyo mama mwaka jana mwezi wa 11? Na yeye anasema tangu mwaka jana mwezi wa 7 kuna ufisadi pale halmashauri. Kama unajua kuna ufisadi, kwa nini sasa mniandika barua ya pongezi kumpongeza? Amesimamia halmashauri. Atoke hadharani anijibu hili swali. Mpeni hilo swali, hiyo ni homework. Kwamba wewe umempongeza mtu, halafu baada ya wewe kufukuzwa wanachama unasema tena ni fisadi. Naomba vyombo vya ulinzi na usalama vilivyokuwepo pale. Alikuwepo DAS, alikuwepo DSO, walikuwepo watu wa TAKUKURU, alikuwepo OCD. Hawawezi wakapeleka vitu ambavyo haviko sahihi kwenye meza ya Mheshimiwa Rais. Hawawezi kufanya hivyo. Vyombo vyetu vya usalama viko makini. Sio vya kutaja kuviagiza kama wanavyoviagiza. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaagizwa kwa utaratibu. Nimuombe Mheshimiwa Rais kwa kwanza nimpongeze kwa kazi anayofanya. Na haya asifanyie kazi hisia. Mtu aliyefukuzwa wanachama muagize rais kufanya kazi kweli? A rejected person, rejected. Natumia Kiingereza simple English. Rejected man. Muagize rais kufanya kazi. Na sisi tunamjibu wataalamu wetu wa afya wanaendelea kutekeleza hayo masuala yao vizuri, na sisi tunaendelea kuyafuata vizuri. Lakini tunawaomba yani waambieni wape takwimu Chadema. Ile barua iliyosomwa na spika ya sesi aliandika katibu mkuu Mnyika
mdogo wangu, mojawapo ya barua aliyokuwa ameandika Mnyika ni ya kumtimua Boni Umea, kumtimua Boni wanachama, sema yeye aliwahi kuomba msamaha. Sasa yule alikuwa amejivua yeye mwenyewe. Hawa watu washirikishe akili, wasijichanganye. Halmashauri iko vizuri, tunaenda vizuri, isipokuwa sisi madiwani tumeshaanza mikakati kuhakikisha hizi hela zinarudi kwa wakati na wengine waweze kupata. Kwanza tunapongeza halmashauri yetu kutoa 3.3 bilioni. Sidhani kama kuna halmashauri nyingine ambayo imetoa hizi pesa, sidhani. Ila sisi tufanye mikakati. Yule jamaa alifeli kutengeneza hiyo mikakati, alifeli. Yaani anajichanganya, kuna ufisadi, zimeibiwa, tushike lipi?